Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwenye channel ya Mama Kefibi Mkatoliki yenye hukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, jia ya msalaba, rozari takatifu, namna ya kusari rozari takatifu, sala na mafundisho mbalimbali ya kanisa Katoliki. Leo tusoma masomo ya misa Alhamisi, juma la pili la Kwaresma. Somo la kwanza, Yeremia sura 17 mstari wa 5 hadi 10. Somo katika kitabu cha nabii Yeremia. Bwana asema hivi: ole wake mtu anayemtumainia mwanadamu, aliyefanya mtu kuwa tegemeo lake, nao moyo wake umemwacha Bwana. Atakuwa kama kichaka bugani, hataona heri hata kidogo. Atakaa mahali pa joto jangwani, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu. Heri mtu anayemwaminia Bwana, aliyeweka matumaini yake katika Bwana. Atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, uenezao mizizi yake penye mto, wala hauogopi wakati wa hali unapofika. Nayo majani yake yanazidi kuwa mabichi, wala hauhangaiki katika mwaka wa ukavu, wala hauachi kuzaa matunda. Moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, ni mgonjwa hata usiweze kupona. Nani awezaye kujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo na vipima viuno, ili kumlipa mtu kadri ya njia zake na kadri ya mazao ya matendo yake. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 2, 5, 4 na mstari wa 6. Kitikio: heri mtu anayemtumainia Bwana. Heri mtu anayemtumainia Bwana. Heri mtu anayemtumainia Bwana. Heri mtu anayemtumainia Bwana. Heri mtu asiyefuata shauri la waovu, asiyesimama katika njia ya wakosefu, wala kukaa katika baraza la wenye mzaha, bali furaha yake ni katika sheria ya Bwana, na kuitafakari sheria yake mchana na usiku. Heri mtu anayemtumainia Bwana. Naye ni kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, unaozaa matunda kwa wakati wake, wala majani yake hayanyauki, na kila afanyalo linafanikiwa. Heri mtu anayemtumainia Bwana. Sivyo walivyo waovu, wao ni kama makapi ya peperusheo kwa upepo. Kwa maana Bwana anatunza njia yao waadilifu, lakini njia ya waovu itapotea. Heri mtu anayemtumainia Bwana. Heri mtu anayemtumainia Bwana. Sifa na utukufu kwako, e Kristo. Sifa na utukufu kwako, e Kristo. Wanaheri wale wenye kulisikia neno na kulishika kwa moyo mkalimu na mwema, wakazaa matunda kwa uvumilivu. Sifa na utukufu kwako, e Kristo. Sifa na utukufu kwako, e Kristo. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako, e Bwana. Luka sura ya 16 mstari wa 19 hadi 31. Wakati ule Yesu aliwaambia Mafarisayo,
Palikuwa na mtu tajiri aliyezoea kuvaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na alijifurahisha kwa kufanya sherehe siku kwa siku. Mlangoni pake alilala maskini jina lake Lazaro, aliyejaa vidoda. Alitamani kushibishwa walau makombo yaliyoanguka kutoka meza ya tajiri. Wakaja pia mbwa wakamlaba vidoda vyake. Siku moja maskini alikufa, akachukuliwa na malaika kifuani kwa Abrahamu. Kisha tajiri akafa, akazikwa, na katika mateso yake jehanamu aliinua macho akamwona Abrahamu kwa mbali na Lazaro kifuani pake. Akapasa sauti akalia, "Baba Abrahamu, nihurumie. Umtume Lazaro achovye ncha ya kidole kwenye maji, apoze ulimi wangu, kwa maana nateswa sana katika moto huu." Abrahamu akajibu, "Mwana, kumbuka ya kuwa wewe ulipokea mema yako wakati wa maisha yako duniani, bali Lazaro alipatwa na mabaya. Sasa huyu anatulizwa, bali wewe unateswa. Na juu ya hayo kuna shimo kubwa kati yetu na yenu. Hata kama watu wangetaka kuvukia kwenu, hawawezi, wala kwenu hawawezi kuvukia kwetu." Akasema, "Basi Baba, ninakuomba mtume Lazaro aende katika nyumba ya baba yangu, maana nina ndugu 5, awaonye wasije wakafika pia mahali hapa pa mateso." Lakini Abrahamu akasema, "Wanao Musa na manabii, wasikilize hao." Yeye akasema, "Sivyo baba Abrahamu, bali mtu akienda kwao kutoka kwa wafu watatubu." Yeye lakini akajibu, "Wasipowasikiliza Musa na manabii, hawatapokea hata ushuhuda wa mtu aliyefufuka katika wafu." Injili ya Bwana. Sifa kwako Kristo. Nashukuru kwa kujumuika nami kwa masomo ya Alhamisi, juma la pili la Kwaresma. Kama ndiyo mara yako ya kwanza kwenye channel hii, na kuomba usubscribe. Kama bado wewe ni mwenyeji lakini bado hujasubscribe, na kusihi bado usubscribe. Hit the notification bell, ndio wakati wowote channel hii iko live unaweza pata notification. Mungu awabariki na muwe na siku njema. Nashukuru. Heri mtu ana